Hello, hii ni Mshani Wellness. Unafahamu kwamba katika orodha ya magonjwa 10 yanayoongoza kwa vifo duniani, yale makubwa matatu, la kwanza mpaka la tatu, unaweza ukayadhibiti kwa kutumia kitunguu saumu? Kama umeshangaa, basi habari ndiyo hiyo. Na tuanze kwa kuyaangalia haya magonjwa na ni kwa namna gani kitunguu saumu kinaweza kikakusaidia kuyadhibiti. Ugonjwa wa kwanza ni high blood pressure, hypertension ama shinikizo la juu la damu. Kitunguu saumu kinasaidia sana kupunguza shinikizo la damu ama pressure kwa sababu kina zile sulfur compound, lakini pia kinaimarisha utengenezaji wa nitric oxide. Hizi ni kemikali muhimu sana katika kuhakikisha kwamba mishipa ya damu ina relax na damu inapita bila kipingamizi, bila fatiki zozote. Kwa hivyo matumizi ya kitunguu saumu mara kwa mara yanakusaidia kuimarisha mzunguko wa damu na kukukinga na hizi changamoto ambazo ndio inaongoza kwa vifo duniani katika ile orodha ya magonjwa. Na njia nzuri ya kutumia kitunguu saumu kunufaika na faida hii ni kwamba chukua kitunguu saumu chako, kiponde kwa dakika 10 hadi 15, then kitumie. Usikichemshe, usikikaange. Ponda, weka kwenye juice labda ama chai ambao ya vuguvugu, then kunywa. Unaweza ukatumia peche 1 hadi 2. Ugonjwa wa pili ambao unaweza ukautokomeza na ukaudhibiti kabisa kwa kutumia kitunguu saumu ni mafuta mengi mwilini, high blood cholesterol, ambayo mafuta yakiwa mengi mwilini yanaenda kujishikiza kwenye mishipa ya damu. Sasa arteries yanaziba mishipa ya damu, yanakuweka kwenye riski ya kupata shambulizi la moyo, lakini pia matatizo kama kiharusi. Kwa hivyo matumizi ya kitunguu saumu yanakukinga na hizi changamoto kwa sababu yanapunguza hizi LDL, kwa maana ya kwamba ni cholesterol ambazo ni hatari. Kwa hiyo yatazuia yatakuondoa katika ile riski ya kusababishia mishipa ya damu kuziba kutokana na mafuta. Kwa hivyo vile vile kitunguu saumu kina antioxidant, viondoa sumu ambavyo vinaimarisha ufanisi wa mishipa ya damu. Na hapa unaweza ukachanganya na tangawizi ama ukachanganya na limao kwa ajili ya kupata ufanisi zaidi ama ile double protection. Na sayansi inaonyesha matumizi ya wiki 12 mfululizo, kwa maana ya kwamba miezi 3, wiki 12 mfululizo za peche 3 hadi 4 za kitunguu saumu zinaweza zikakusaidia kupungua mafuta kwa 15% hadi 25%. Kwa hivyo tumia kitunguu saumu kama uko kwenye riski hiyo, lakini pia kujikinga na hayo matatizo. Kama una uzito mkubwa, basi uko kwenye riski ya kupata hizi changamoto. Na tatizo la tatu ambalo unaweza ukalitibu ni magonjwa sugu. Tunapozungumzia magonjwa sugu, inaweza ikawa ni fungus, inaweza ikawa ni bacteria, inaweza ikawa ni virus. Kama mnafahamu, kitunguu saumu kina kitu kinaitwa allicin ambayo ina uwezo wa kuangamiza zaidi ya vimelea 30, aina 30 ya vimelea tofauti tofauti. Mfano Candida au ni fangasi, tuna H pylori ambao wanasababisha vidonda tumbo, lakini pia kuna wale bakteria ambao wameshatengeneza usugu, drug resistance. Vile vile kitunguu saumu kinaimarisha kinga ya mwili. Kwa hivyo kama una changamoto za magonjwa sugu, chronic infection, basi matumizi ya kitunguu saumu ya kila siku yatakusaidia sana na kukukinga na hizi changamoto. Na hasa kama una yale matatizo labda ya mfumo wa upumuaji, kama ipo mafua, kikohozi kwa muda mrefu ambayo yametokana na maambukizi, basi matumizi ya kitunguu saumu yanaweza kukupa effect ama matokeo muda mfupi sana kama utatumia na limao ama tangawizi kama chai. Kwa hivyo unaweza ukaona ni jinsi gani kitunguu saumu kilivyo ni mmea muhimu zaidi kutokana na faida zake za kupambana na magonjwa ambayo yanaongozwa kusababisha vifo duniani. Kwa hivyo tumia kitunguu saumu mara nyingi uwezavyo kwa lengo la kutibu ama
kujikinga na changamoto mbalimbali ambazo tumeziorodhesha kwenye somo hili. Nataka kufahamu wewe huwa unatumia kitunguu saumu, na kama huwa unatumia kitunguu saumu unatumia kwa lengo gani hasa, kama kinga ama kama tiba, na huwa una target kutumia kitunguu saumu ili kupambana na changamoto gani katika mwili wako? Nataka majibu kwenye comment nione watu wanatumia kitunguu saumu katika namna gani na kwa sababu hipi hasa. Hope utakuwa umeenjoy somo. Mpaka wakati mwingine, bye bye.